Amesh Kumar, abiria pekee ambaye alipona katika ajali ya Air India ambayo ilikuwa na abiria takriban 242 na iliua watu 270. Wengi ambao waliongezeka hapo ni watu ambao waligongwa katika pale ambapo ndege hiyo ilitua, na ikasababisha pia majanga mengine, watu wengine kupoteza maisha. Imepita takriban sasa ni wiki na tokea taarifa zitoke, na watu wengi tayari waweza kupumzishwa. Na sasa tunafahamu Ashkumal ambaye wakati endo abiria pekee aliyepona katika ajali hiyo alikuwa anazungumza kwamba kaka yake pia alikuwa hajampata, na aliziomba mamlaka kati anasaidiwa kwa maana kukolewa, akasema kwamba aweze kumtafuta kaka yake, waweze kumsaidia pia na yeye aweze kupeleka katika hospitali aweze kusaidia ili aweze kupona. Sasa kwa bahati mbaya sana leo zimetoka taarifa ambazo kutokea nchini India zikionyesha namna gani ambavyo Amesh Kumar akaenda kumzika kaka yake ambaye pia na yeye alipoteza maisha katika ajali hiyo. Sasa katika ajali ambayo ilikuwa na abiria 242, abiria pekee alipona alikuwa ni yeye peke yake, Amesh Kumar, ambaye pia kaka yake na yeye alipoteza maisha, japokuwa pia alikuwa wakati anaokolewa alikuwa anazungumza kwamba waende wakamsaidia pia na yeye, lakini ndio hivyo. Kwa bahati mbaya sana leo zimetoka video ambazo zikimuonesha Amesh akiwa anatoa machozi, akawa analia. Inaumiza kusema kweli, hata mwenyewe kimwangalia bado ana bandage katika mwili wake akiwa bado hajapona vizuri, lakini ameweza kuhudhuria katika mazishi ya kaka yake ambaye yeye alipoteza maisha katika ajali hiyo ambayo alipona peke yake. Na tunafahamu ndege hiyo aina ya Boeing 787-8 Dreamliner iliyokuwa safarini kutokea Ahmedabad, India kuelekea jijini London nchini Uingereza ilianza safari yake Juni 12 saa 7:38 mchana, na iliua watu takriban 241, na Amesh Kumar peke yake ndiye aliyepona. Na nikimnukuu hapa, Amesh alizungumza hiki baada ya yeye kuokolewa kipindi hicho. Alisema kwamba nilipopata fahamu nilikuwa nimezungukwa na miili ya watu, niliogopa sana, nikajivuta kutoka eneo lile. Kulikuwa na vipande vya mabaki ya ndege kila mahali. Kuna mtu akanivuta mkono hadi kwenye ambulance iliyonileta hospitalini, alisema Ramesh. Ndege hiyo ilikuwa na abiria kama nilivyokuambia 242, na abiria ambaye ni Ramesh peke yake alipona, na wengine wote 241 walipoteza maisha. Wahudumu pia walikopo 12 wakiwemo rubani mkuu Summit jina kidogo gumu kweli hili, majina yake Hindi hapa linasomwa Sabarwali, na rubani msaidizi Clever Kunde. Miongoni mwao 169 ni raia wa India, 53 wenyewe walikuwa ni raia wa Uingereza, na wengine pia raia takriban 7 pia walikuwa ni raia wa Ureno, na wengine pia ambao walikuwepo katika ndege hiyo kwa maana ya safari hiyo. Pengine hasa nadhani unalipi la kuzungumza pia? Wakati mwingine binadamu tunakuwa na malengo yetu, lakini pia Mungu pia naye anakuwa amepanga ya kwake pia. Unalipi la kumwambia pia Ramesh kutokana na hiki ambacho kimetokea? Watu wengi wamekuwa kitoa ushauri wao, wengine wakimtakia kwamba aende akasali, wengine akisema kwamba afanye hiki na hiki na hiki pia. Unadhani hasa kupitia hii ajali pia umejifunza kitu gani hasa? Nadhani pia unaamini kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri pekee ambao ni mara zaidi, ni uhakika zaidi kwa maana za kufika salama. Unadhani pia katika hili Dreamliner pia, kwa sababu nimekuwa ni ndege ambazo pia Boeing zilikuwa zikipata sana ajali, zikilaumiwa sana katika hili, pengine hasa katika hili pia una maoni gani hasa? Usiache kusubscribe, kulike na comment na kushare kazi zote ambazo zina upload kupitia hapa Bongo Plus TV. Asante.